Haleluya, mpendo na kusalimia kwa jina la Yesu. Najua kwamba Mungu amekulinda na Mungu amekuhifadhi. Mungu akubariki sana na Mungu akutendee mema katika siku ya leo. Majina yangu ni kama vile ambavyo unayajua ni Evangelist Joseph. Mweti mitano nimeokoka. Nampenda Yesu Kristo na nashukuru Mungu kwa sababu ya kunipatia nafasi ya kupata nafasi ya kukuhubiria maneno ya uzima, habari njema ya wokovu, ya kwamba Kristo Yesu anakupenda. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Yesu alikufa na akafufuka kwa ajili yetu. Yesu Kristo anakupenda na ukimwamini na ubatizwe utapata nafasi ya kupata kuingia ufalme wa mbinguni bila kung'ang'ana. Yesu Kristo ndiye njia na ukweli na uzima, na mtu hataingia mbinguni akikataa kumwamini Kristo Yesu ambaye ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo Mungu akubariki sana na Mungu aendelee kukuinua. God bless you katika jina la Yesu. Nifuatilie. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Katika Jumapili ambayo imepita, Sunday ya pili ya Januari 2026, tulikuwa na ujumbe ambao Mungu alitupatia kwamba tukimtumikia tutakula, tutakunywa na tutafurahi. Na siku ya leo Mungu amenipatia neno ambalo nimeliita kwamba Mungu atakuokoa kama vile alimuokoa mtu anaitwa Mordekai. Mungu atakuokoa kama vile ambavyo alimuokoa Mordekai katika nchi ile ambayo ni ya Iran. Vile Mungu ambaye alimuokoa Mordekai katika maeneo ya Uajemi, Persia kule, yule Mungu alimuokoa Mordekai atakuokoa na atapata kupigania, maana yeye ni Mungu mwenye nguvu, mamlaka na uwezo. Kwa hivyo unaposikia utakula na utakunywa na utafurahi, kuna adui yako ambaye hataki ukule na ukunywe na ufurahi, na huyo adui wako anaitwa Shetani. Na kwa sababu kama vile Mungu anavyotumia wanadamu, hata Shetani anawatumia wanadamu, lakini kwa njia mbaya sana, na baadaye anawaua baada ya kuwatumia. So siku ya leo Mungu ananitumia mimi, si Shetani, kukuambia kwamba Mungu atakuokoa. Si mambo gani unakabiliana nayo. Tumekuwa katika kipindi ya maombi ya kupeleka watoto shule, na wengine bado wanapeleka, na wengine bado wanang'ang'ana bila watapata fee, na wengine kama wale wamekonde nyumba wanatafuta rent. Yani kuna ile kuwa mbisi, na kuna wale ambao wanahitaji Mungu. Na kuombea Mungu akufanikishe, nami anifanikishe katika jina la Yesu. Akuokoe na yote yale unaona kwamba yamekuwa magumu kwako, Mungu akuwezeshe kwa jina la Yesu. Yule Mungu alimuokoa Mordekai, yule Mungu aliokoa wana wa Israeli kwa ile nchi inaitwa nchi ya Uajemi, ama nchi ya Iran, ama nchi ambao ni Persia. Huyo Mungu atakuokoa, ataniokoa, na tutaangamia, maana tunamtegemea yeye katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo siku ya leo tunaangalia kitabu kinaitwa kitabu cha Esther. Esther mulango ya 7 mstari ya 10. Esther chapter 7 verse 10. Mstari mmoja tu tutasoma, maana hii kitabu najua kuna watu wengi sana wanajua hii kitabu ya Esther. Na kinasema hivi, kinasema basi wakamtundika Amani juu ya mti aliyomwekea tayari Mordekai. Ghadhabu ya mfalme ikatulia. Mtu anaitwa Aman alikuwa ni mtu ambaye tuseme ni kama waziri mkuu wa Iran. Sasa Iran, ukiangalia hali ya Iran ya sasa, imekuwa na maandamano juzi, na maandamano yake yalikuwa ni makubwa sana. Imesababisha maelfu ya watu kufa wakitafuta kupata kuboresha maisha yao, na wamejikuta katika hali ngumu sana. Kwa hivyo hii ni nchi ambayo imekuwa na uadui na Israeli kwa muda mrefu sana, na mpaka saa hii yule mtawala mwenye mekuapo ama mwenye yuko kwa miaka 40 amesaka silaha ya kuangamiza Israeli, lakini kila mara uanga inakataa kufua ndafu, na mpaka saa hii kuna uadui kati ya Israeli na Iran. Unakuta miaka hiyo ya nyuma hii ambayo tunasoma, huyu mtu anaitwa Aman alikuwa anawachukia Waisraeli kwa sababu ya kwamba wameokoka, kwa sababu wana sheria zao za kufuata Mungu, hawataki kuinamia watu ama kinyume na vile ambavyo wanainamia Mungu. So wanataka kuinamia Mungu, si wanadamu. So hiyo ilileta hali ya wao kuchukiwa. Wakawa ni kama yani wanaonewa kwa sababu ya kwamba wana msimamo. Huyu mtu anaitwa Mordekai, hapo ndio shinda yake ilianzia. So sitakuwa na muda wa kutosha wa kuelezea historia zote na historia na kufafanua mambo yale ambayo yalikuwako, lakini neno lile Mungu amenipatia ni kwamba
Mungu atakuokoa kama vile ambavyo alimuokoa mtu ambaye anaitwa Mordekai. Mordekai aliokolewa maana huyo mtu anaitwa Haman alikuwa amekuwa mtu anaitwa Mordekai alikuwa amekuwa na Haman muti ama msalaba akuya muangike ama muue ama mtundike pale, maana alipewa ushauri na bibi yake ya kwamba ndawa hiyo ndio ndawa. Bibi yake na marafiki zake walimpea ushauri, wakamwambia ndawa ya Mordekai kama anakuwa ni kikwazo kwako, mtundike pale mtini umuue. Lakini katika zile harakati za kupata kujipanga ama kwenda kuomba ruhusa kwa mfalme ndiye akapata kumuua, hapo ndiyo ambapo mipango yake ilisambaratika. Natangaza kwa jina la Yesu, wale maadui zako wamepanga mipango ya kumalizia dakika za mwisho, Mungu wetu apangue mipango yao na Mungu akuokoe na yote. Siwaombee wakufe ama sitaki kusema kwamba watakufa, lakini ile kitu muhimu sana hata waokoke. Wajue Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi maisha yao. Maana wakiokoka wataacha mipango mibaya ambao wanayo kuhusu maisha yako. So Mordekai aliokolewa na Mungu the last minute, kwa sababu Mungu alikuwa anajua kwamba ana hatia. Alikuwa anajua kwamba ni mtumishi wake na Mungu akamuokoa katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo katika mwaka huu wa 2026 yale mapango ambayo ulikuwa umepangiwa, naona Mungu akipangua, na Mungu hatakubali ukapate kuangamizwa. Unapokuwa na nia na lengo la kumtumikia Mungu, atakuokoa na mitego yote aliyokutegea. Bwana Yesu atapata kutegua katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu anaitwa Mordekai alipata kupangiwa mipango mibaya na mtu anaitwa Haman. Huyo Haman alikuwa ni kama waziri mkuu, alikuwa mkuu sana mtu anaitwa Haman kwa lile taifa ambalo alikuwa wametekwa nyara. Hilo taifa wakati huo alikuwa na nguvu sana, lakini likawa linaweza kuwashika mateka wale wana wa Israeli na kuenda na wao na kuwafanya wakuwe mateka kwa nchi yao. Na unakuta hata saa hii wangetaka kuwateka nyara wa Israeli wote, lakini Mungu amepatia wa Israeli ulinzi kupitia taifa lenye nguvu sana inaitwa Amerika. Mungu akapata kusababisha hawawezi kuangamizwa kwa sasa. Yaani Mungu anawainulia waokozi na wasaidizi. Ni kwa sababu ni kweli wanayo mabomu ya kuteketeza kama ya nuclear, lakini mtu mwenye akili timamu hawezi tumia mabomu, maana yanaua wasio na hatia na walio na hatia. So kusema msaada yao ni Mungu tu peke yake anaweza kusaidia, Mungu peke yake. Na Mungu ndiye anatumia mataifa yenye nguvu kuwalinda. Ndio nakuombea katika siku ya leo katika jina la Yesu, Mungu akutokesee wokovu. Wale wamekupangia mipango ambayo ni mibaya, Mungu apangue katika jina la Yesu Kristo. Mungu akuokoe kule kazini, Mungu akuokoe kule shuleni, Mungu akuokoe kanisani, Mungu akuokoe kule unakofanya kazi, Mungu akuokoe barabarani. Hautapata nana na njale 2026. Mungu akuokoe na mabaya yote katika jina la Yesu Kristo. Yule Haman alikuwa amewekea Mordekai msalaba, alimwekea akipanga kumsulubisha, kumuua kwa ule mti, lakini Mungu akasababisha ule mti aliyomwekea Mordekai, yeye ndiye aliangikwa kwa ule mti. Yale mipango alikuwa amepanga mibaya kwa Mordekai, huyu mtu anaitwa Haman, Mungu akageuza yale alikuwa amepanga mabaya kwa mtumishi wake Mordekai, yakampata Haman yeye mwenyewe na akapata kuwa ni mtu ambaye mipango yake imepanguka. Kwa hivyo unaposikia utakula na utakunywa na utafurahi, usidhani ya kwamba shetani anapendelea hivyo. Angependa badala ya kula na ukunywa na ufurahi, angependa upate njaa na kiu na uwe na masikitiko. Hiyo ni mipango ya shetani. Na ndio Yesu Kristo akasema katika kitabu ya Yohana sura ya 10 mstari ya 9 ukiendelea mpaka 16, alisema mwizi anakujanga kuiba, kuharibu na kuua. Anakuja kwanza anaiba, kile ameiba anaenda na haribu, arabu anakiua kile ambacho ameharibu. So hicho ndicho ambacho shetani anataka kwa maisha yako, lakini hatafanikiwa, maana wewe unamwamini Kristo. Na kama hujamwamini, my brother, my sister, muamini tu. Yesu Kristo si mbaya, Yesu Kristo ni mzuri. Yesu Kristo ndiye ametufikisha hapo, na hata mahali tunaenda ni yeye.
katika jina la Yesu Kristo. Yale yote ambayo tumefanikiwa kuwa nayo ni Yesu Kristo ambaye Mungu amemtumia kuwa mwokozi wetu. Ametuokoa, na kama wewe haja kuokoa, bado kuna matumaini ya kwamba atakuokoa pia na atakupea amani ambayo haipatikani na pombe, haipatikani na vinywaji vya starehe, haipatikani kwa chochote wala kwa pesa. Hiyo amani ni amani ya ajabu sana ambao Kristo Yesu anapea wale watu wote ambao wanaomwamini. Kwa hivyo mwizi anakuja kuiba, kuharibu na kuangamiza, bali Kristo Yesu alikuja tuwe na uzima, tena uzima tele tele. Kwa hivyo my brother, my sister, siku ya leo uko katika hatari gani? Maybe unaangalia mbele zako unaona ni giza, nyuma ni giza, lakini nikwambia kwamba hata wana wa Israeli walipoangalia mbele wakaona ni bahari, nyuma ni Farao na jeshi lake. Mungu aliye mbinguni alipata kugawanya bahari ya Shamu, wakapita kama nchi kavu. Yule ambaye aliwagawanyia, yule aliyewaokoa, yule alibadilisha, yule alileta matumaini mahali ya kuwa na matumaini, huyo Mungu bado yuko. Yule ambaye aliwaokoa wale wana wa Israeli, yule alimuokoa mtu ambaye anaitwa Mordekai, yule ambaye alimtoa kwa kifo, yule alimtoa kwa hatari. Katika mwezi wa Januari mwaka 2026, siku ya leo atatutoa kwa kila hatari. Ile hatari shetani ameweka mbele zetu, Mungu anaiondoa kwa nguvu za jina la Yesu. Yale mashanga amekusudia yanaondolewa kwa nguvu za jina la Yesu. Yale magonjwa yaondoke, kila kifo kiondoke. Ile aibu imeondoka katika jina la Yesu. Haman alikuwa ameinuliwa akakuwa mkubwa sana, akakuwa mtajiri na pesa mingi, mpaka anapeana ongo na akapeana pesa ndio wana wa Israeli waangamizwe kule katika nchi ya Iran. Wacha nikwambia kwamba Mungu ndiye yule njata milele. Yule Mungu aliwaokoa wana wa Israeli kwa hiyo nchi. Maana wakati ilikuwa inaitwa majina kama hayo, ilikuwa inaitwa kama Persia, ilikuwa inaitwa kama Uajemi. Ukisoma katika sura ya kwanza hiyo kitabu ya Esther, mstari sasa tutapata hapo mfalme akiwa amewaita wale wakuu wote wa Uajemi. Kwa maana exactly taifa linaitwa Iran sasa ndio Uajemi ama Persia, ambayo ilikuwa inatawaliwa na huyo mtu ambaye alikuwa anatawala maeneo yote ambayo inasemekana itawala paka Kush. Alikuwa anatawala paka, yani mataifa yote mashariki ya kati, alikuwa ni mtawala mkubwa sana. Lakini huyo mfalme ambaye alikuwa anatawala maeneo makubwa sana, alikuwa na mtu ambaye alikuwa anawashukia wana wa Israeli. Na hata siku ya leo ni kweli, sikatai bado kuna ile chuki ya kusikia wana wa Israeli. Na hata ukisoma katika Danieli sura ya 10, Danieli sura ya 10 nakuta kwamba Danieli anaomba siku 21 Mungu ampatie majibu. Lakini mfalme wa Iran, inaitwa mfalme wa Uajemi, bado anasuilia maombi. Ataki Danieli anjibiwe yale maombi mazuri, ataki apate ngundi zote. Anapigana na malaika kule angani. Maana hiyo the king of Persia ni kumaanisha ni spirit, sio mtu ambaye ni wa kawaida, ni mtu ambaye anaongozwa na spirit inayoshukia wana wa Israeli. Na nikwambia ukweli ya kwamba kuna spirit inakushukia, haitaki ufanikiwe, lakini kwa jina la Yesu, kwa msaada wa Mungu aliye hai, utaishi, utaokoka, utakuwa msima. Mungu atakuongoza. Bora wewe tu kubali wokovu ambao ndio tulipelekea Mungu. Wokovu wenyewe unaitwa Yesu Kristo. Huyu Yesu Kristo ndiye Mungu alimtuma akapate kutuokoa na yote. Huyu ni Mungu ambaye alikuwa anaokoa from generation to generation, na hata leo anaokoa. Sasa akiwa amejivika mwili wa kibinadamu, anaitwa Yesu Kristo. Kwa hivyo napoenda kuomba, nataka nikuombee kwa jina la Yesu Kristo, Mungu apate kukuepusha na mipango ya amani. Mipango ya amani ikapate kukataa kutimia, na ukapate kuwa ni mtu ambaye uko salama. Mungu akupiganie, Mungu akushindanie, na Mungu akuongoze katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai. Lakini ninapoenda kuombea, kwanza nataka kujua kama mimi hujamkubali Kristo akuwe Bwana mkosa maisha yako, my brother, my sister, kubali Yesu Kristo. Yesu Kristo hakuna mahali ambapo atakuitisha kitu chochote, nataka tu muamini. Sema, Bwana Yesu, nakukubali kuwe Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Nakubali wewe ni mwana wa Mungu. Nakubali ulikufa na kufufuka, na umeketi mkono ya kuume ya Mungu, na uko karibu kuja mara ya pili kunishukua. Namkataa shetani, natubu dhambi zangu zote. Yesu nisamee. Nakubali ni mwana wa Mungu na wewe ni mwokozi. Kutoka leo nakukubali kuwe Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Naomba na kuamini. Amen. Tangazo umeokoka, maana imeandikwa mtu atakayeita jina la Bwana ataokoka. Tangazo umeokoka in Jesus name. Hapa naomba mpendo katika jina la Yesu Kristo.
ukambariki na kumulinda katika jina la Kristo. Amekubali Kristo Yesu akuwe Bwana mkoso maisha yake, na hata habari ngora maiti anayoipitia saa hii, Bwana ukamuokoe na yote yale mabaya yanayomkabili. Bwana ukamuokoe na yote, kila roho ya Mordekai inampiga vita ukaikemea na kuipinga, ukaikanya na kumuondolea kila hatari kwa jina la Yesu. Yeye akuwe salama, familia yake ikuwe salama, wazazi wakuwe salama, watoto wakuwe salama, mke wake akuwe salama, mume wake akuwe salama, kazi zake, huduma yake, maisha yake, kila roho yote ya amani tunaikemea kwa jina la Yesu. Tunakataa roho ya amani, tunakiri nguvu za Mungu zikamulinde, ukamwokoe Bwana kama ulimwokoa Mordekai kwa utukufu wa jina lako. Ni asante maana umetenda kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Bwana wangu na mwokozi wangu Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen, amen, amen. God bless you my brother, my sister. Kaa kwa Kristo, atakuokoa kama vile alimuokoa mtu anaitwa Mordekai kwa mikono ya Hamani, yule ambaye alikuwa ataka kumwangamiza. Tangaza kwa jina la Yesu, maisha yako salama. In Jesus name, God bless you. In Jesus name, amen.